Ni dakika 90 za mchezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kikosi cha Young Africans wapo mzigoni tena majira ya saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki na Kati, wakinyukana dhidi ya miamba ya Mbeya City kutokea jijini Mbeya. Ni mchezo wa 19 upande wa Young Africans wakiwa wanacheza katika upande huo. Kikosi cha Yanga wanahitaji kupata matokeo mazuri ambayo yatakwenda kuwatengenezea mentati, ustadi, ubora na uweredi mkubwa zaidi ndani ya dakika zote 90. Ni Yanga ambao ni wenyeji katika uwanja wa KMC Complex pale Mwenge jijini Dar es Salaam, wakihitaji kupata ushindi ambao utazidi kuwatengenezea mentati, ustadi, ubora, uweredi na ushindani mkubwa pia ndani ya dakika zote 90, timu kuhakikisha inapata matokeo mazuri na pia timu inakuwa katika sehemu ya mengi zaidi makubwa ambayo yanahitajika katika mchezo huu. Kikosi cha Young Africans as well ni moja ya timu ambayo performance yao imekuwa ni performance ya kutupwa katika michezo ya hivi karibuni. There are 3 last games, michezo mitatu ya mwisho kwa upande wa Yanga yote wamepata ushindi. Walimnyuka Prison mabao 3-0, wakamnyuka Pamba Jiji mabao 3-0, na mechi ya mwisho kikosi cha Yanga wakapata ushindi mabao 1-0 kutoka kwa TMA Stars, mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB. So ukitazama Young Africans michezo yao mitatu wamekuwa na performance nzuri zaidi, lakini upande wa Mbeya City within michezo mitano wameshinda mchezo mmoja, hawajapata nafasi ya kupata matukio mazuri zaidi kwenye michezo yao mitano ya mwisho katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. So hii inadhihirisha dhahiri shairi ya kwamba Mbeya City wanakwenda kukutana na chuma kizito. Yanga yupo katika nafasi yake ya kwanza baada ya kucheza michezo 18 kuzikusanya alama 44 alizonazo kwa sasa katika msimamo wa NBC Premier League, lakini ukitazama upande wa pili kwa maana ya upande wa kikosi cha Mbeya City, wao wamecheza michezo 18, wana idadi ya alama 17 wakiwa nafasi ya 14. Ukitazama performance yao as well is not good, kwa sababu tukitazama upande wa takwimu ni kwamba wana uwezo wa kuvuna alama moja kwenye kila mchezo kulingana na aina ya michezo waliocheza na alama ambazo tayari wameweza kuzivuna. Mwanzoni Mbeya City ni moja ya timu ambazo zilianza vizuri zaidi, lakini kadiri siku zinavyosogea, msimu unavyozidi kuchanganya, wamekwenda wanapotea na timu inaonekana kutokuwa katika top performance ya hali ya juu katika nafasi yao. Na hii ni moja ya mechi ambayo Yanga wanaitaka kwa ajili ya kutengeneza mentati kubwa kuelekea katika mchezo wa Kariakoo Derby. Kumbukwe hakutokuwa na mechi yote ya NBC baada ya mechi hii upande wa Yanga, kwa sababu baada ya mechi hii kikosi kitakwea pipa kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya kushiriki michuano ya Muungano Cup 2026. Then baada ya michuano ya Muungano Cup, mechi ya Derby ndicho kituo kinachofuata dhidi ya wekundu wa Simba. So hii mechi Yanga wanaitaka kweli kweli kuhakikisha kwamba wanazidi kuweka gap kubwa la alama kati ya wao pamoja na kikosi cha wekundu wa Simba, wakati ambao wanahitaji mechi hiyo waweze kupata ushindi ili kujipunguzia nafasi ya michezo michache watakayocheza ili kutoa ubingwa wa NBC kwa mara ya 5 mtawalia. Probably nitaomba ni kubirishe katika sehemu ya nyota 11 ambao wanakwenda kuanza upande wa kikosi cha Yanga. Djigui Diarra ni moja nyota ambao walikosekana michezo kadhaa, adhabu yake imetamatika na amerejea. Ukitazama wachezaji kama Prince Duba amepona kutokea kwenye majeraha, akina Depu, akina Boka, akina Emmanuel Edmond, akina Ibrahim Baka, akina Bakari Nondo Mwamnyeto, wote wako available for selection, ikiwa ni moja nyota ambao wamekosekana kwa michezo kadhaa. Kikosi cha Yanga kipo katika mfumo wa 4-3-3 kikiwa na goalkeeper Djigui Diarra, beki namba 2 Isra Patrick Mwenda, 3 ni Mohamed Hussein Zimwe Junior, wakati ambao mabeki wawili wakati tupo na Frank Asink akicheza pamoja na Ibrahim Abdurabaka. 6 ni Damaro Kamara ambaye anacheza kama holding midfielder, then 7 atokea Maxim pia Nzengiri. Tukija upande wa namba 8 yupo Mwamba Duke Abuya, ndiye anacheza kama namba 8 box to box midfielder, kiungo mchezeshaji. Then 9 tupo na Prince Dube. Dube anaingia kwenye kikosi
kikosi moja kwa moja baada ya kurejea, wakati 11 anahitimisha na kukamilisha mwamba Starboy Alan Okello. Then hapa katikati namba 10 yupo Pacome Pedro Zouzoua, ndiye ambaye anahitimisha kikosi cha nyota 11 kutokea kunako mitaa ya Afrika. So hao ndio nyota 11 ambao tutakwenda kutazama katika upande huo, kikosi cha Yanga dhidi ya Mbeya City. Nikombe kama ni mara yako ya kwanza uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza kuzidi kunufaika na kuzipata taarifa na update za moja kwa moja. Kumbuka mchezo huu tutakupatia mengi ambayo yatakuwa yanajiri na kuonekana katika upande huo, ikiwa matokeo ya moja kwa moja. So kikubwa hakikisha pia umeweza kusubscribe ili zidi kuongezeka katika upande wa familia. Hii ni Sky Media, sehemu pekee ambayo unahabarika na kuzipata taarifa zote za kimichezo. Niwekee kwenye upande wa comment section mechi kati ya Yanga pamoja na Mbeya City, ni nani unamtakia ushindi, na mchezo huu pia unautazama kwa jicho la aina gani kiufundi zaidi?